Mungu amebariki sana. Amen. Tutaimba katika nyimbo za Mungu. Nami nitaendelea kujifundisha nayo siku moja, hata pendo la kushangaa. Numero 5, nyimbo za Mungu. Pendo la mshangao lilikuniokoa. Numero 139, on the below box. I'm rejoicing now on day as I walk the pilgrim way, for the mountain flooded all my life I see. I'm rejoicing now on day as I walk the pilgrim way, for the mountain flooded all my life I see. And the reason that is God of my day, yes, the secret of his peace, that the comfort above with me above.
Nafurahi usiku na mchana tu mkombozi yuko pamoja nami. Ndio. Kete kubenise. Kete kuwaje. Ya kufunga. Ndio kwa maana hii maombi ya kufunga na kuomba sio ndugu Branham ndio yenyewe tunapaswa kuaplike mwa hii wakati yetu. Mungu amebariki sana. Amen. Bila kusaulika vile Jumapili ndugu Branham akatuonesha ya kwamba hapa kudunia hakuna kitu ambacho kinaweza kutupuzia tufunge maombi ya 40 jours. Haikuwa kieko. Amen. Pale nikaexagere nikasema ya kwamba hata maombi ya 4 jours, 3 jours hakina yako. Juu ya nini nabii? Ndio. Wenyewe walikuwa kwa presence ya Mungu kila siku. Yeye maombi yake ya kwa wenyewe alishakufanya alisema kama ni siku ngapi kama mnakumbuka? Siku 3. Ni siku 3 ndio kwamba mafungo ya kwa wenyewe alishakufanya nabii. Ndio. Mungu amebariki sana. Na ndugu Branham akatuonyesha tena mkesio response kusema kwamba hatuna budi ya kuwa napiga nini watu ila tufanye nini tuwaombee. Amen. Na katika makitire zetu za Kiafrika msemo usipige mtoto pale mnakorogana na wazazi wake. Ndio na hiyo kupiga mtoto ndio anatoshaka kupumbavu wake. Mimi na Biblia Branham akatukonsole akatukorije. Anasema kia kufanya sisi kingine anatoshaka ile mafulile uenda bazima ndio kwa watoto ni kuwapenda na kuwaleta katika nini maombi. Mungu amebariki sana. Kisha nafasi ambayo tuliachia Jumapili ilikuwa nafasi ambayo ndugu Branham alikuwa anatuonesha ya kwamba namna gani tunapaswa kuwa naomba. Sema kuomba tutakuwa tunaomba namna tutakuwa tunashimama, tunaomba tunaikala, tuko tunatembea mjia, wala tunashimama kukonda moyo, wala tutafanya namna gani. Ndugu Branham akatuonesha kwamba namna pekee ya kuomba kama vile wasuja. Kupiga magoti au kufanya nini? Kushimama. Amen. Je, tulikubaliana na nabii? Ndio. Maana sasa hivi tunatafuta kuomba ikuwe kunyumba, ikuwe huko kushamba, ikuwe kukanisa, unapaswa kupiga magoti au kusimama. Juu ya nini? Akatuonyesha ni alama ya nini ya usuja. Akasema kama sisi tuko Barcelona. Ndio. Akatupatia na mfano ya general.
George Washi. Alikuwa ni general. Wakati alikuwa anatafuta kwenda kuvita, alikuwa anapiga magoti Mungu ampatie alama ya ushindi, ya ushindi. Amen. Tukaona mfano ya dada Ana, kusudi ajibiwe maombi yake. Hasikusikia aibu wala haya ya mtu yoyote, alipiga magoti hapo katika nini? Hekalu. Akaomba Mungu na Mungu akamjibu. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amen, amen. Ndio tu pale ndugu Branham akatuonesha kwamba mara mingi tunakuwa tujibii maombi yetu juu ya nini? Tunaombaka vibaya. Tuko naomba kama vile Wafarisayo. Tuko naomba tunapanga maneno. Uko unajisikiliza wewe peke. Tu yuko pembeni yangu unanisikia. Wewe mwenyewe unapanga maneno. Unataka kuomba unataka vingine na stop kwanza unajisikiliza. Hapa niliomba mzuri, sikuomba mzuri. Ndugu Branham anasema ile ni maombi ya nani? Ya Wafarisayo. Ni malize, ni bujanja. Amen. Amen. Sasa namna ya kuomba ndio namna gani? Tuacha kuonyesha namna ya kuwa na jiposition mu maombi ni kushimama au kupiga magoti. Sasa uko naomba, utaomba namna gani? Frère Branham anatuonyesha kwamba wakati tunaenda mu maombi, wakati uko naomba, iko kunyumba kwako, iko mkanisa, iko fast kujua ulisikia hapa uombe sasa. Ndugu Branham anasema unapaswa kuomba kama vile wenyewe ulikuwa unajisikia sana ndio muda yako ya mwisho unatafuta kufa. Hapo unapaswa kuomba unajisikia kama unataka kukata nini? Tumaini. Jinsi unakuwa puseo. Ndio vile namna tunapaswa kwa tunafanya nini? Tunaomba. Hapana tunaomba tu tunajisikiliza. Nimewahi kupatia mfano siku moja kuna dada alikuwa anatuombea chakula. Ndio alikuwa anajisikiliza yeye peka akapiga kwanza virgil. Akasema tunachunga sasa dada aseme amina, amina hivi yake. Kumbe alikuwa anajisikiliza mu maombi. Mumaombe kwa sababu unajisikiliza, utakuwa unajisikiliza utaanza kufanya nini? Makosa wewe mwenyewe. Sema ndio na Mungu. Lalamikia Mungu, mwambie wewe unataka. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amen, amen. Ndio tumsome nabii. Donc Branham akatuonesha hapa dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Asa Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele. Anasema hivi au paragraphe 45, prêché le 1955. Frère Branham dit ceci. Eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand les plus faibles des saints se mettent à genoux. Amen. Amen. Nasikia secret sasa. Bibi natumaka leo watu hawajibui maombi yao, ni namna ya kufanya nini? Ya kuomba. Anasema ni saa ya kuomba onekana tu pale. Sikia secret yenyewe nabii unatumia. Sasa ile mapepo inakuwa inatetemeka wakati naona mtakatifu anapiga nini magoti. Na baada ya kuanza kuomba ile efio tunanyenyekea tunapiga magoti. Mademo zinaanza kutetemeka. Sasa hapa wanataka kuniatake. Mimi kwa watu kushimasha kujala kiburi, wanajipatia thamani ya manguo za kiurembo. Nini tapia uchafu nyumba hivi nyumba kianaona anapiga magoti wataona kama mimi mwenye dhambi za mimi. Wataona kama niko naabudu sanamu. Sio vile. Mais alama ya kupiga magoti ndugu Branham anatuonyesha tena ingine secret. Alituonyesha Jumapili kama ni alama ya usuja, hapa tena anatuonyesha kama ni nini? Ni ya kufanya nini mapepo zinatetemeka? Mungu amebariki sana. Amen. Yetu kupendeze. Amen, amen. Frère Branham dit ceci encore. Il a dit il dit excusez-moi. Eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand les plus faibles des saints se mettent à genoux. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Amen. Asa ni nguvu gani, ni usuja gani, ni uwezo gani ambao ulipewa kwa kanisa ya Mungu aliyo hai. Amen. Maana kile tu mtakatifu anapiga magoti pale vile hayaanza kuomba, nguvu deja zinaanza kupia, mapepo zinaanza kutetemeka. Sasa wanatafuta kuniatake. Na unyama basha kufanya vile na Biblia inatuonyesha kama ni nini? Ni mtakatifu. Na ule mtakatifu anapaswa kuwa fundishwa kwanza. Ndio kwa maana tunafundisha namna gani ya kuomba. Hapana frere wa kiburi. Ndio diakro frere zile piga magoti, niko polisi, niko nachunga salama, ndio uko nachunga usalama. Ila hiyo sasa tunasema tuombe. Omba na wewe. Piga magoti mwelekeo. Zamani alikuwa tuogopesha kwa ikole dimanche. Tukaniambia sio. Mwalimu wote wa ikole dimanche alikuwa anatuonesha kwamba mnajua wakati tuko tunaomba vile kama ufungi mecho mapepo zitatoka mwao zinakuingia. Ndio unaogopa sasa unafunga mecho unatia na vidole la sindiria. Mbona unaanza una giza mavitu vitu unapita vitao mecho. Kumbe sio vile. Sio vile. Kufunga mecho kutofunga mecho inatoka na nini? Na moyo wako. Amen.
Tuko watu wenyewe wanakuwa wanaomba kimoyo moyo. Huko ndugu mwani ambaye kunibariki na namna yake yana kuwaka. Yeye bila kuingia mgari tu, unaona tu unaisha gari anachunga tu. Sema free. Ukisikia tu ndugu ulikuwa naomba na kufunga mecho alikuwa naomba. Nayo ni namna nyingine ya kuomba. Sio kufunga mecho ndio ya kuonesha kama uko naomba. Namna nyingine inaonyesha kama uko usuja ile ndio kubrana nataka kuonesha kupiga magoti wala kushimama. Amen. Amina. Leo situogopeshe kama vile unakuwa tunakupisha kwa kule dimanche tufunge mecho mapepo za uzi sikuingie mwapani. Kama uko Mkristo wewe vrai croyant. Mapepo tunapaswa kuwa na kuogopa wewe. Mungu amebariki sana. Na ndugu Branham atuonyesha kwamba anasema ni puissance, ni uwezo ambao ulipewa kwa kanisa ya Mungu aliye hai, sio ya watu wote. Na kusudi tuwe kanisa ya Mungu iliyo hai, tunapaswa kuamini ujumbe wa wakati wetu. Na ndio kwa maana tunaona ujumbe mwingine isipokuwa hii yenyewe iliyobiriwa na huyu Bwana. Amen, amen, amen. Mungu amebariki sana. Ndio kwa maana watu wanakuwa na confondre sana. Sema mara mingi mnakuwa mkihubiri mnamfuata sio utaoga na kidole. Mnakuwa na mwabudu ni nani? Sisi hatumwabudu yake, mimi tunamkubali. Usema ile yote yenyewe alihubiri ni maneno ya Mungu na tunaiamini. Amen. Ndio kwa maana tunasema kwamba ni kinywa cha Mungu. Na kinywa cha Mungu hamwezi kutoka vya mbaya na vya mzuri. Sote ni vya mzuri au ni vya mbaya. Mimi tunaamini kama vyote vya alihubiri ni maneno ya Mungu. Na ni vya mzuri. Ndio kwa maana nyingine siloga Mungu tunapaswa kuwa nayo ni kusema kama ni Branham au hakuna. Maana hapa c'est Branham ou rien. Kama tusikii Branham maana tufunge tu. Amen. Mungu amebariki sana. Ndio kwa maana tuko tunamsikia nabii kunatufundisha namna gani. Hii secret watu wengi habari wake. Ndio. Ndio. Takusha watu wanalipa matike. Fasi fulani tuko prophet, tuko pastor, tuende Nigeria, TB Joshua Malawi. America frère. Nani huyu mwingine wa Kishasa kama ndio nani tena ule? Kupiko prophet mmoja wa Kishasa mwingine ashakutina na teki nani mpaka huko hivi. Alioa bibi mmoja kwa mzungu wa Faransa. Sasa twende ule ndio kuna profetize. Sio ile. Twende kwa show wale ndio wanabijua. Unasikia na ujanja wanajipea na majina za mzuri? Mzuri. Mimi haipo ile ndio alama ya kuonyesha kama iko nafukuza mapepo wala kuombea watu. Ndugu Branham anatuonyesha kwamba anasema kila mtakatifu yote akishapiga magoti mbele ya Mungu, mapepo yanatetemeka. Na mapepo yashatetemeka uko tayari kukimbia na wewe unazungumza na Mungu. Na Mungu wako. Ushakuwa tayari kumcontact na Mungu, utamwambia vitu vyenye unataka na atampatia nani. Ndio. Mungu akubariki sana. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Frère Branham dit ceci. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant les plus faibles parmi eux. Amen. Sasa wakati tunapiga magoti katika maombi, hata mapepo inatetemeka miongoni ya wale walio wadhaifu. Amen. Pensez-y, j'ai vu une pauvre femme ici, il y a quelque temps, si complètement abandonnée au Saint-Esprit. Amen. Sasa mnawazia niliona mwanamke mmoja hapa ya kuwa muda mrefu alikuwa anajitosha kwa wote kwa Roho Mtakatifu. Et elle était si complètement abandonnée au mauvais esprit qu'il a projeté sur les dons et les pieds étaient en l'air comme celle aseme aliweza kujitupa chini na chini kubudongo kumgongo yake na miguu ikakuwa yulu juu kama vile ile dit et elle rampait sur les dons comme un serpent. Kaanza kunini kutamba chini kama vile nini juu ya nini alijiacha Roho Mtakatifu kafanya kazi miguu yulu watu wakasema ni mapepo ni nini ni Saint-Esprit kufanya nini kazi yake. Amen. Juu alijiacha kwanza. Écoutez le prophète. Le Branham dit ceci. Et elle ne savait même rien. Depuis 2 ans, je suis allé dans les sous-sols de l'auditoire afin de prier pour la femme. Asema hakukuwa najua vitu yoyote, panapita miaka 2 nilienda kule chini ili niweze kuombea juu ya ule dada. On ne pouvait même pas l'amener à un lieu public comme ceci. Asema hawangeweza kumbeba nafasi ya mchanganyikio ya watu kama hivi sisi tunakusanyika baba tu bangi mingi. Watu ile dada hangeweza kufika nafasi kama na hijua ndiye alikuwa paralyzé. Mais baada ya yeye kuamini ndugu Branham kumwombea, wakamwona dada anakuwa nini naye mmakutano. Écoutez le prophète. Eh bien, on l'avait fait sortir d'un hôpital psychiatrique
Et elle avait donné des coups de pied aux vitres et aux véhicules. Waliweza kumtosha katika ile hospitali ya physiatrique. Jua alikuwa anapiga nini mangumi, miguu wapi kunini kumakio za gari. Avec 5 hommes qui étaient à bord. Na watu wanaume watano ambao walikuwa wanamchunga mule. L'ambulance n'osait même pas toucher, elle était forte. Wale watu wanaenda kwa ambulance hawakuweza kumgusa, jua alikuwa na nguvu. 2 ou 3 fois sa force. Aseme nguvu zake zilikuwa mara 2 ya watu wengine. Alikuwa possédé na mademo. Baada ya nabii kumwombea, mademo zikaanza kutetemeka. Akakuwa délivré. Amen. Je tuko pamoja. Ndio nguvu za nini za maombi? Maombi inakuwa inabadilisha circumstances. Ndio kwa maana ndugu Branham akakuonesha kwamba mahali kokote kwenye ujumbe itahubiriwa, colonne de feu kwa pale vya kuconfirmer. Na colonne de feu tunaamini kwamba ni nini? Ni Saint Esprit. Ni Jésus Christ lui-même. Amen. Ndio kwa maana wakati tuko na hubiri message vile kisi ndugu Branham alipewa, hatutaona ile mademo miongoni mwetu. Itakuwa ni amani, furaha, mapendo na mibaraka tena. Na wakati unaona watu biko tu kuchonganishana ile nyendu Branham anasema kama ni acide sulfurique ya kuchonganisha watu, bakupigana, bakutetana, kuchawi mkanisa na vingine kadhalika, message haubiri mzuri kisa natakiwa. Amen. Ni message kishaubiriwa mzuri kisa natakiwa, ile mambo ipashe kukua miongoni mwetu. Zikia tu kupiga tu magoti ya baada ya ndugu Branham kumwombea, kumleta tu mkanisa tu mule. Aba ya mwombea, ndugu Branham aliomba kunyumba kumleta tu mkanisa. Mademo ikaanza kutetemeka. Anaanza kutamba chini kama vile nini? Baka mademo zikatoka. Unasikia ile nguvu yenyewe ujumbe kuna. Ketifu benise. Amen. Yeye nataka tu retenir pale kusema ya kwamba piga magoti, mapepo zinakuwa zinafanya nini? Inatetemeka. Sasa wewe unapatiana samani nguo yako, hutapenda kupiga magoti sema ndio mkubwa. Sasa ya kuomba byako bile. Wewe wenyewe na bia na kufundisha tunaposha kunapiga nini? Magoti. Amen. Mwanzo testament zamani watu walikuwa wanapiga magoti. Watu walikuwa wanapiga magoti. Juu ile alama ya kupiga magoti huku kwa madhabahu walikuwa wanasema kama ni kuabudu nini sana? Hapo kwa wanaamini ile maana. Ndio kwa maana wakati waliona Mungu testament wanaanza kufanya appel à l'autel, watu wakiwa kwa madhabahu ili waokee mikono wanapiga magoti wakasema hapo wanaanza kuabudu nini sana? Juu walikuwa wanaamini Mungu wa kweli ambaye atakuja ndio watakuwa wanaabudu tu. So wakati Mungu wa kweli alikuja bakamkatala, bakaendelea kuabudu mambo yao ya zamani. Ndio kwa maana leo vinakuwa vitu vya mpya sana kwa watu kuwaita wakiwa kwa madhabahu ili wapige magoti Mungu wapate nini? Uponyaji wala wapate vitu kwa wanataka. Baada sasa ya kujua realite na secret ya kupiga magoti. Ndio pale kwenye ndugu yetu wa Mizlimani wanaenda kubeba sasa doctrine yao. Mzlimani wa vya kweli hawezi kuomba hiyo unashimama hiyo njia. Wewe nakuwa ni kupiga magoti anashimama. Piga magoti anashimama. Meba Kristo wa leo ni majido, makofi na kujivuruvuza chini mudongo. Mimi Mzlimani alijua ile secret. Ndugu Branham anatuonyesha ile secret. Ni kushimama na kupiga nini? Mungu abibariki sana. Nitaka muretenire ile kitu. Je saute un peu. Je prends la divinité et expliquer. Mungu ambao unautafsiriwa. Prêcher le 1961, paragraphe 120. Écoutez ici attentivement. Frère Branham dit ceci. C'est ça le soir où j'avançais sur l'estrade, sous ce discernement. Vous voyez, je n'y pensais pas. Aseniyo jioni ambao niliweza kuenda wapi huko kwa madhabahu ili niweze kufanya nini upambanuzi na sikuwa na iwazia. Je n'y pensais pas. Tout ce que je faisais, c'est que je ne mangeais pas de nourriture après le repas du midi. Asa kenye nilikuwa nafanya tusikuwa nakula nini chakula baada ya nini ya chakula kia saa sita. Et je jeûnais et je priais. Nilikuwa nafunga na nilikuwa nao. Nabii wa kizazi alikuwa nafunga na alikuwa nao. Maisha kutuambia kama hakuna kitu mdunia kutuambia kama tufunge maombi ya masiku ngapi? 40 jours. Watu wa kuomba mwisho watasema sasa kama ni vile maana tulikuwa tunafunga na kuomba. Tunapokuja kwa nafunga na kuomba tu nabii alikuwa anafunga na kuomba. Écoutez. Et je restais dans la chambre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Wakati mtu yuko anafunga na kuomba sio kushimama mbarabara ndio bakusikie. Wala kutia mamikuu. Wala kubaba tu batasikie. Ndugu Branham alikuwa anabakia wapi mchumba?
Amen. Amina. Namna ya kuomba ni kushimama wala kupiga magoti wapi? Mchumba yako wala mkani wala mshamba. Fasi yenu unajisikia huko huru ya kuomba. Hapana mbarabara ndio bakusikie. Wewe vile uko mmafungo, wewe ule uko kama wapi? Ushakuwa celebrate, uko kapucha, uko richine. Wewe uko mmafungo ule. Sio kama ni maombi ya mjanga sana. Mtu wakati uko mmafungo yuko naomba na kwa nafasi moja yeko consacré. Iko concentré, yeye privé uko nafunga na kuomba. Nabii wa kizazi anatueleza kama hakuwa nakula mu après midi, baada ya mu après midi anaenda mjene na kufunga na anabakia wapi mchu? Amen. Hebu penise. Ni siri na yoyo ile. Mara mingi watu wanakuwa wanafanya nini? Kosa juu ignorance hapa kufundishwa namna ya kufanya kile kitu. Ndugu Branham anatuonyesha kama wakati unafunga na kuomba unapaswa kubakia wapi? Nyumbani au unakuwa mkanisa au unaenda wapi? Kumulimba fasi yenyewe kwa wewe mwenyewe privé. Hapana wewe uko mu maombi, wewe uko mpasi. Utaderaje na bantu. Wewe uko mutrena, sema niko nafunga. Sasa hii maombi yangu nitafunga na kwa niko muambio. Unafungia huko mwambio, una déranger bantu. Unapaswa kuwa na mahali ambapo uko wewe mwenyewe sacré, kwa sacré unajitolea juu ya ile sana ile dakika zenyewe unataka kufanya. Mungu aturehemu sana. Écoutez les prophètes, il est dit ceci, et je restais dans la chambre parce que il m'a promis qu'il le fera. Amen. Nilikuwa nabakia katika chumba juu aliza kuniahidi ataifanya, et par conséquent, j'ai vu ça l'ombre d'une doute parce que il a promis qu'il le fera. Nilikuwa naingia mule katika hiyo chumba bila nini? Kimvuli kyokyote kia mashaka juu aliahidi atayafanya. Amen. Donc, vous voyez mon trois points. Je sais que mon motif est quoi? Mon objectif est quoi? Pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. C'est munaona tambueni. Nani yangu motive yangu wala nia yangu ilikuwa ni juu ya nini? Ya kuendelea kwa kazi ya ufalme wa Mungu. Amen. Ndio ilikuwa inakuwa nini? Motif wala inakuwa nini? Shauku ya nabii. Ilikuwa ni kuombea tu kazi ya Mungu iendelee, ufalme wa Mungu uendelee. Sasa mara mingi sisi watu wakati tuko tunaomba tuombeeni kazi ya Mungu. Tunapaswa kuwa naombea kazi ya Mungu, unapresenter Mungu valeur ya vile vitu, unamuonesha benyo ataprofite mwa ile mambo unataka. Ndio atakuwa tayari kwa kujibu. Wewe wakati uko naomba maombi yako ya egoism ya wewe mwenyewe tu wewe mwenyewe. Siwazi kama tungalike munyayo za nabii. Ndugu Branham alikuwa anaomba vyote juu ya nini? Ya avancement ya royaume ya Mungu. Wanaomba tu juu ya vyako tu. Mungu nibariki nipate hiki. Sasa Mungu ataprofitemo nini? Na sitakubariki yako. Anapenda Mungu nibariki nipate mtoto. Ule mtoto akwe kwa service atakupatia na yeye. Mungu nibariki nipate hiki kusudi watoto yako nao babenefisie hiki atakupatia naye. Mungu nibariki nipate kazi zako na sadika moja ya 10 atakupatia na yeye. Mungu akubariki sana. Tuendelee. Je prends les esprits séducteurs, maroza udanganyifu. Écoutez attentivement. Frère Branham dit ceci, prêché le 1955, paragraphe 113. Je tuko pamoja? Amen. Tushasema hapa kasi ni Branham au hakuna kitu kingine? Ndio. Tunapaswa kumrepete ndio nani? Nabii. Kwanza siku nyingine utaleta ndio CD tunatia kwa hapa, sio tunaikana pale tuko nasikiliza. Sasa ni CD tu mbona sikiliza mtu ahubiri tena, mbona maandiko nasema Efesie 4:11 ni ministère za kuprêcher, Mungu pasteur, Mungu bishop, ba evangelist, naye ni nani? Ni nabii. Tunapaswa kumsikiliza naye. Amen. Ndio kwa maana tuko namsikiliza yeye asubuhi. Amen. Tunapaswa kumrepete yeye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici c'est frère Branham a dit, en dehors de ce que Branham a dit, on n'a rien pour prêcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paragraphe 113. Les esprits séducteurs maroza udanganyifu. Frère Branham dit ceci. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu lâchent, brisent, abandonnez-vous. Comme est-ce qu'on fait ça? Frère Branham, abandonnez-vous, c'est tout. Amen. Asema roza udanganyifu kwa ajili ya neno ya Mungu, aseme muweze kuziacha na kuzivunja. Juu ya namna gani ya kufanya hizo ndugu Branham? Aseme muweze kujitosha na mujiache. Abandonnez-vous, c'est tout. Amen. Amen. Piko maroza udanganyifu sisi kunapigana na kazi ya Mungu.
ya Mungu. Sasa kwa sisi ya kufanya sio kwanza kupigana wala kuchonganisha, alisema alifanya hivi, achana navyo, unajua ile roho ya udanganyifu, Mungu mwenyewe atafanya kazi. Amen. Amen. Nous disons ceci. C'est tout ce que vous avez à faire. Amen. Asema kenye mko navyo cha kufanya ni kujiacha basi. Hapana kwenda kumpigania Mungu. No, alisema kama kanisa yetu ni ya bongo, chunga ndamuonesha. Tutafuta achana naye. Ni roho za udanganyifu kontra neno ya Mungu. Mungu ampigania yake. Tuchagua kwa mingi ndio siku tunaenda kuparadhi. Biko madoktrine za vile mwewe kusikia. Amwewe kusikia madoktrine za vile. Kama watu wanakufa, anaweza kuja pale wanajiweka tu ile mavitu vyao wanajibombarde huko anakufa, ndio anafurahi. Sasa mimi nakufa na watu wa mimi wanaenda wapi paradizoni. Huko nataka kumpigania Mungu. Mungu hapa mpigania yake. Ukiona tu ile roho inaongoza ule mtu wa vile usipigane naye. Achana naye basi ndio kinyoko na kitu kufanya. Mungu mwenyewe atamshughulikia. Alisema, alichonganisha, alifanya hiki na hiki, alisema kama si tuko achana naye. Amen. Amen. Anasema ni maroho za udanganyifu kwa ajili ya neno ya Mungu. Bila kusaulika ndugu Branham ambaye kutuonesha kwamba sasa ni heri kujikutanisha katika shamba ya evangelist niko na ubiri bongo pale ya kwenda kupiganisha pale watu wenyewe niko na ubiri. Tumeona kusoma ile citation hapo. Mnakumbuka vile? Tumeona kusoma ndugu Branham anasema vile. Sasa ni heri ni ukutane niko na ubiri kule kama Yesu Kristo yeye ule jana leo na hata milele na hata rudiaka tena. Pale ya kwenda kupiganisha ule mtu wenyewe unahubiri vile. Heri ule mtu wenyewe unahubiri vya bongo sasa zimoa hayajua ukweli, akishajua ukweli atabadilisha mahubiri yake. Pale ya wewe kutoka kwenda kupiganisha ule mtu wote mtu wa mbaya, Mungu akompigania. Ushagundua tu ni roho na muongoza achana naye. Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez attentivement. C'est tout ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. Amen. Sasa kile tuko nacho cha kufanya kwa ajili ya zile roho za udanganyifu juu ya neno ya Mungu, sisi ni kuchukua tu neno ya Mungu. Amen. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Tusitafute kwa kutengeneza kitu kama kingine wala haijalishi kitu chochote cha kujitengenezea wala kujiundia. N'allez pas à genoux à l'autel et pendant ce coup dessus. Asi msiende kujiajenuia kule kwa madhabahu na kichwa kiko wapi chini. Et en criant, écoutez, et en criant à tête, oh Dieu, donnez-moi le Saint-Esprit, Seigneur, donnez-moi le Saint-Esprit. Il ne viendrait pas quand vous donnez des coups sur l'autel. Amen. Ndugu Branham anasema kile tuko nacho cha kufanya ni kuchukua tu neno ya Mungu. Amen. Baada ya kuchukua neno ya Mungu, juu neno ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Haiwezi kuchukua neno ya Mungu, hauna budi ya kuketa hapa kwa madhabahu sasa. Mungu ulipatia Roho Mtakatifu, ulipatia Roho Mtakatifu, hata kupatia naye kabla haujapokea neno ya. Mnasikia mwenyewe ndio Branham anaonyesha bali. Baada ya kiasi kufanya ni kuchukua nini? Neno ya Mungu. Haina maana ya wewe kukepa kwa madhabahu, ushakatana neno ya Mungu. Basi banani wanatafuta mbaraka, bali wanatafuta Roho Mtakatifu, ndio wa kwanza kupokea Roho Mtakatifu na ushakatana neno ya Mungu. Uko guji hauvali, uko mpantalo, ushakufanya Yakobo kule mlimo unakuja vile tena kupokea ile Roho Mtakatifu. Juu katana neno ya Mungu. Ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu akakuja kwa ile namna. Le Saint-Esprit ne viendra jamais. Jia pekee Roho Mtakatifu anakuja kama wakati unapokea neno ya Mungu. Juu yeye na neno lake ni kitu kimoja. Sasa ukishachukia neno ya Mungu, sasa Roho Mtakatifu yuko anatafuta hata unaanza leo mpaka kesho. Unapiga magoti mpaka inachubuka vilonda vinatoka hapo. Pana pia masidi na huko unatafuta Roho Mtakatifu. Hautampataka juu katalaka neno ya Mungu. Amen. Sasa bakukia kwa madhabahu ndio watu gani ndio wale tutoka kusikia kama wakati ushakuamini ndio unapaswa kuwa kwa madhabahu kwa kumwambia Mungu ndio unataka. Amen. Hapana wewe uyaamini na katana neno la Mungu na tena kwa madhabahu. Unapoteza muda bure. Ndio. Amen. Amina. Sasa wewe ule mkitera miaka 2 miezi 6 juma yote uko mkitera Mungu naomba Mungu unibariki unifanyie hiki na hiki mbote Roho Mtakatifu na mimi nikuwe mwambali wenyewe atakuwa miguu yangu siku moja.
hata unaanza leo mpaka kesho hautaingia hata juu ya nini katana neno la Mungu. Kwa nabii anasema sio mimi. Tuma nirudilie mzuri msikii. Ile ni sisi. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Ase msitafute kwa kuweza kujiundia kitu chochote. N'allez pas à Jérusalem à l'autel. Msikuye hapa kwa madhabahu adona de coups de sous. Mkiye hapa kwa madhabahu kisha kupiga kama ni mikono kama ni miguu hapa kwa madhabahu a cria a tête. Ase mnalalamika kwa kupiga kichwa pale, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Ukilalamika, oh Mungu nipatie Roho Mtakatifu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas. Amen. Ase Roho Mtakatifu hatakuja wakati wote ulikuja mwa ile namna. Quand vous donnez des coups sur l'autel, ça ne serait à rien. Amen. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils viennent. Amen. C'est en prenant au mot Amen. Asi wakati tunakepa kwa madhabahu, mnapiga ile magoti, unaanza kupiga magumi, Mungu nipatie Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ule Roho Mtakatifu hata kuja mwa ile namna. Namna yenyewe anakuyaga ni wakati wewe unaamini neno yake, sio unamkamata katika maneno yake. Ukamata Mungu mu maneno yake. Mungu ulisema hivyo wote watakuamini. Chochote kile watakulomba, utawapatia. Ulisema na Israeli basha kutafuta utakuwa miongoni mwao. Ulisema na Israeli wakati wote ambao majeshi itawakuia, wewe utakuwa pale juu yao kama vile mabukli, kama makingo. Sasa na mimi ndio Israeli wa kiroho, nijie baada ya wewe kuamini. Amen. Wewe haujaamini tu unakuja hapa frere kupiga magoti upate Roho Mtakatifu, utaanza leo mpaka kesho na hutapataka ule Roho Mtakatifu. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio kwa maana tulisema hata wakati maombi tunafukuza mapepo wala kuomba, au tunatafuta kitu chochote, tunapaswa kuuliza mtu kwanza kama anaamini. Kama hajiamini usijiavantirie, utapoteza muda bure. Kwanza kama iko na mapepo atakupiga na majindo na kupatisha na haya kama. Tu yeye ndio akiamini kwa nenda kujiavantirie kwanza. Basi make sure kwanza kwamba ule mtu anaamini. Akishaamini basi hakuna tena kazi yoyote utafanya. Kazi unamwachia Mungu. Wewe ni kuamuru mtoke mjina la Yesu. Tu alishakuamini bana toka bale wa demo. Mungu aturehemu sana. Amen. Regardez Pierre. Pierre avait des amis. Ase mchunguze Petro. Petro alikuwa na nini? Na les amis kama vile mabitu vyake. Kama vile vitu vya mawazo vyake tu vya maprojet yake. Alisema Pierre avait des amis et il avait mouru. Et il allait mourir, excusez-moi. Asa alikuwa na vitu vyake na angeenda kukufa. Semblait-il, asa bingefanana. Et il vit le Seigneur venir. Na kaona Bwana anakuja amarche sur les eaux. Akaona Bwana anakuja kitembea juu ya nini ya mai. Il a dit, akasema, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi, j'aille vers toi. Amen. Paulo akaona Bwana anakuja kitembea juu ya maji. Akamwambia Bwana, kama ni wewe uniruhusu niweze kukuja mbele ya nikuye mbele yako kule. Amen. Bali kama ni wewe ndio mimi naona unakuja, uniruhusu na mimi nitembee kuya hapo. Amen. Le Seigneur a dit, viens. Bwana akazungumza na Paulo na nani na Pierre akasema ukuje. Tusikie mbele. Alors Pierre a dit, bon, un instant. Alors Pierre a dit, bon, un instant, Seigneur. Laissez-moi faire un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur les eaux ou pas. Est-ce que Pierre avait fait cela? Je parle kwenye na Biblia tunafundisha kwamba ile kufunga maombi ya 40 jours ya mrefu vile habitatusaidia kitu yoyote kabla haujaamini. Kenya Pierre alifanyaka hapa amwambia akasema Bwana, sasa kama unaniambia nikuje na ushaniambia nipatie kwanza muda niende kujene maombi ya 40 jours wala niende kulaga marafiki yangu kama mtanionaka tena kule wala nilage bazazi yangu sasa unaingia tena nako kule ndio nitakuja nikufuate. Asikusema hivyo. Asema vile unasema nikuye Bwana na mimi nakuja. Petro akaanza kutembea na juu ya nini? Juu alifanya nini alia? Maana mambo yote inafungwa kwa nini? Kwa kuamini. Unapaswa kuamini kwanza. Ndio utapata kile kinyongo unatafuta. Petro aliamini na akaanza kutembea. Hakumwambia Bwana niruhusu kwanza nenda nilage marafiki yangu.
Tu kesho wasinione mmoja sasa sema mbona atuonanaki tena. Mbona tukutananaki tena kule tulikuwa nakutana. Wale lage bazazi bangu basi kuna kisha kunyeme naingiliaga tena. Asikusema kabisa. Ona niende kufunga kwanza maombi ya 40 jours. Mambo ni kuamini. Maana ndio kwenye piko secret yote hata ya maombi. Wakati unaamini hakuna kitu kwenye kitaresiste. Amen. Na ndio komisi ambayo ndugu Branham alipewa. Sasa ushaleta watu wa kuamini. Hakuna kitu ambacho kitaresiste kwa maombi yako. Amen. Na sisi kuamini ndugu Branham sio kurendre kitu mjini ya Branham. Ni kuamini kama hivi vyote vyenye ndugu Branham alihubiri ni maneno ya Mungu na ni kweli na ni amina. Amen. Inafanya maombi ya ndugu Branham inakuwa nini? Ukweli na inatimilika. Juu tuliamini. Na wewe usiamini tena leo, maana vyote vyenye utataka utavipe. Ndio siri ya maombi na siri ya kupata vyenye tuko tunatafuta. Amen. Eti vous bénisse. Amen. Wakisha watu wanasumbuka leo, Roho Mtakatifu frère, tutafute Roho Mtakatifu. Twende basi fulani wako na mpaka. Piko basi wanampadaka. Hakuna mtu anapatiana mwenzako Roho Mtakatifu. Wewe unapataka Roho Mtakatifu wakati wewe mwenyewe unaamini. Amen. Maana leo vile watu hapana Roho Mtakatifu juu ya nini? Hawaamini. Sasa hakuna Roho Mtakatifu na neno ya Mungu. Neno ya Mungu na Roho Mtakatifu ni kitu hakiwezi kujipinga. Wewe unapinga neno ya Mungu, sasa wewe ule karibu kwa maombi, afu utapata Roho Mtakatifu. Nabii anasema hautampataka ukiagi mwa hiyo namna. Tusikie historia ya Paulo ya Petro hapo. Abraham dit ceci. Et alors Pierre dit, bon, un instant Seigneur, laissez-moi faire un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur les eaux ou pas. Asema kabile. Oh Seigneur, fais que ce soit assez aux soins de l'esprit pour danser dans l'esprit et parler à langue dans cette barque. Ensuite, je ferai y aller. Asema kabile. Asema kasema uweze kufanya kwanza Roho Mtakatifu ashuke hapa watu waseme muluga nini ndio itakuya. Écoutez ce que le pauvre Pierre avait dit. Non monsieur, il a pris Dieu au mot. Amen. Ase hapana Bwana. Benye Pierre aliweza kufanya ndo kamataka Mungu katika maneno yake. Juu mwenyewe alikuwa shahidi. Mkishaamini ndio vyote vile mtaomba, mtavipe. Amen. Ndio kwa hiyo tulisoma Mathayo 22 verset 21. Anasema sasa tukishaamini vyote vile tutaomba Mungu katika maombi tutavipe. Magele watu tunapewa wenyewe tunaomba juu ya nini hatuamini frère. Écoutez. Il est dit, il a pris Dieu au monde et il a lancé prise et il s'est abandonné. Dieu l'a amené à bon port. Amen. Asi akakamata Mungu katika maneno yake na akajiacha aweze kukamatwa, akajitolea na Mungu akaweza kumkamata kwa ile nani? L'amener à bon port. Akamchukua katika ile mlango wa mzuri. Et si Dieu avait rencontré Moïse, écoutez maintenant encore l'histoire de Moïse. Si Dieu avait rencontré Moïse et qu'il lui avait dit, Moïse, va là-bas en Égypte dire à Pharaon, laissez aller mon peuple. Et que Moïse avait dit, permettez-moi d'abord de faire un jeûne de 40 jours. Je munabili kama Moïse angefanya ile kazi. Asimsema vile. Hiyo yote ni nabii unatufundisha kuonesha kwamba hakuna kitu kia zamani wala kitu kia maana kile kitatufanya tujene maombi ya 40 jours. Wala maombi ya mrefu kama vile tulisema ya kupita ya 3 jours. Hakuna kitu mulimwengu cha kutupatia majene za vile. Wala ya kufanya tufanye nini? Chumba kia maombi kweli kile, maombi ya usiku ya saa 6 ya magharibi, hakuna kitu mudunia cha kutufanya tuombe hivyo. Amen. Musa wakati alikutana na Mungu hakuweza kumwambia Mungu sasa uniruhusu kwanza nende kuombe maombi ya 40 jours niende kwa Farao kula hapana. Kenya alifanyaka leza kuamini akamkamata Mungu katika maneno yake. Tu alikuwa ashafundishwa ya kwamba Mungu anaheshimiaka maneno yake. Na alisha kusema kwamba tukishaamini yote vitawezekana. Ndio sheria ya imani. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit, laissez aller mon peuple. Et que Moïse avait dit, permets-moi d'abord de faire un jeûne de 40 jours pour voir si j'ai des foi pour t'obéir.
oh Dieu. Non. Aseme Moize hakuweza kusema sema Mungu niruhusu nende kwanza kwanza nini ile jene ya maombi kufunga kwa masiku 14 ili niweze kuona kama nitakutii. Hapana. Donnez-moi quelque chose d'importance. Quoi, Seigneur? Écoute, je vais voir si je peux entrer dans l'esprit avant. Amen. Asa unipatie kitu kimoja kia maana Bwana ili niweze kuona kama nitaingia katika Roho Mtakatifu kabla. Moïse n'a jamais posé de questions. Il a simplement pris Dieu au mot. Amen. Asa Musa hakuweza kumuuliza Mungu swali, aliweza kumchukua tu Mungu katika maneno yake. Yaani aliweza kuamini maneno ya Mungu. Il a dit, c'est comme ça que vous devez faire, prendre Dieu au mot. Amen. Asa ndio tunapaswa kuwa nafanya kumchukua Mungu katika maneno yake. Amen. Alors, vous saurez que vous êtes capable d'accomplir la chose. Amen. Najua kwa itaweza kuonekana ya kwamba tuko na ile uwezo ya kuweza kutimiza hiyo mambo. Amen. Mwaona kisi bado wanakuwa wakijiavantirie leo. Watu wako wanafanya avantire mjina ya Mungu. Yeye mwenyewe kwanza haamini. Batu wenyewe hawaamini, ndio anaanza kuvaita kwa madhabahu. Mketu waombee. Mketu wapatie Roho Mtakatifu. Mketu tufanye tuko na maya baraka, tuko na mishwara. Tuko ile ni ya mavantire. Unapaswa kwanza kuamini na kumchukua Mungu katika maneno yake, yuko tayari kwa kufanya dunia anataka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, alors, vous saurez que vous êtes capable d'accomplir la chose. Il n'a pas attendu que quelque chose d'autre se produise. Il a simplement allé de l'avance et il a fait Amen. Asema hakuchunga kitu chochote vile kiweze kutokea, aliweza kuenda tu mbele na kafanya hivyo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je, hapa kote ambapo tunatoka kusoma ndugu Branham yuko anatuonesha ya kwamba maombi kwetu ndio silaha ya mkubwa ya Mkristo. Na namna ya kuomba tulishaijua. Na wakati unaamini ndio uko tayari kwa kupokea wenyewe nao. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dio. Je prends encore. Excusez-moi. Nitaka tusome ile nafasi kusudi turudie nafasi ambayo tuliachia Jumapili hapa. Frère Branham dit ceci dans 3 c'est mon ami hiki. Il a dit un jeune vous rend sensible à tous les esprits. Amen. Aseme ile kufunga inatufanyaka tunakuwa sensible. Quelque chose qui est sensible frère. Ni mwepesi. Baki kufunga inatufanyaka tunakuwa mwepesi kwa ajili ya roho. Amen. Basi wakati mtu anafunga ndio anakuwa tayari kwa kupokea hata nini na roho Mtakatifu. Sasa vile vinatoka tena watu mwenye ucho tunaonyesha kwamba Roho Mtakatifu tunapokea wakati tunakubali neno ya Mungu. Na wakati mtu anafunga. Mtu wana ushuhuda ya watu wa kwanza walipokea Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kama walikuwa mchumba kia juu bakifunga na kuo Roho Mtakatifu kwa masuke. Ndio mara ya kwanza tunasikia historia ya Roho Mtakatifu. Maana kufunga mule na Mungu secret na yoyo. Na tunakuwa sasa tunakuwa wepesi kwa kupokea mambo. Amen. Tout ce qui est nabi. Il est dit ceci dans Protis, ceci prêché le 15 janvier 1950. Frère Branham dit ceci au paragraphe 12. Mais je me réjouis de venir dans ces jours comme c'est pour essayer de lire quelque chose de la parole et essayer d'expliquer cela dini. Aseme mimi nafurahia kwa kukuja hii siku ili niweze kusoma na ku-explain wala ku-explique au kuchambua mambo fulani ya maneno. Juu ni vitu vizuri. Je connais parce que je crois que c'est la vérité. Amen. Aseme mimi najua na mimi naamini ya kwamba kama hiyo ni kweli. Chaque parole de Dieu est la vérité. Amen. Aseme kila neno yote ya Mungu ni ukweli. Amen. Nasikia nabii ndio tuliamini nabii wa maandiko. Watu wakisema sisi tusomaki Biblia kama tunazingizia vya bongo.
Juu nabii wetu ni nabii wa kimaandiko, anatushuhudia na kusema kwamba kila maneno yote ya Mungu ni ya ukweli. Ambayo kutonesha hapa kwamba kila maneno yote ya Mungu itadumu milele. Hii Biblia nayo itadumu milele. Mesio kusema kama hii Biblia kila mara bikira atakuwa anachukua mimba na nazala, na shaka kuchukua mimba na kazala inadumu milele. Na ni ukweli alichukua mimba na kazala. Mimi haina kuja kukuwa narudia tu ile fasi bikira tuchukua mimba kazala, ashakuchukua mimba na kazala. Tusonge sasa mbele na injili. Wakati injili nasonga mbele, watu wanapaswa kusonga mbele. Amen. Frère Branham dit que toute parole de Dieu est la vérité. Amen. Et lorsque vous venez dans un service comme celui-ci, vous n'avez pas à venir sous cette onction pour la guérison. Asi wakati mnakuja katika ibada kama hii, msipokuja na upaka juu tu ya nini ya uponyaji. Yupo kwa watu walikuwa wavile. Watu tu balisikia nafasi fulani piko mhubiri fulani, piko nabii fulani kuna naombea watu wanapona. Yeye anaenda kule tu juu ya nini ya uponyaji. Mimi haamini kazi zingine. Haamini neno ya Mungu. Anaenda tu kule juu ya nini? Na Biblia inasema msikuye katika ibada kama na hii juu ya uponyaji tu. Unapaswa kupia kwanza mmeke sio mnaamini ndio na ile uponyaji itafanyika. Amen. Sasa. Dieu vous bénisse. Amen. Asema wao fasi fulani kwa kuombea watu, ni vya kwenda kuombea watu wanapona. Ndio wao wanapona juu waliamini. Wanambia kwa waliamini. Asema fasi fulani wanaombea watu wanabarikiwa wanapata juu waliamini. Jo alama. Jo secret ya mapato ni kuamini. Mungu amebariki sana. Le Branham dit ceci. Ne venez pas à cette réunion, il est dit. Et alors, en venant dans un service comme celui-ci, vous n'avez pas à venir sous cette onction pour la guérison. Vous n'avez pas à être sous prière et sous la gêne. J'entre directement et je vais lire la parole et que je sais. Vous voyez, c'est un sentiment différent lorsque vous êtes en train de prêcher l'évangile que lorsque vous êtes sous l'onction pour cet ange de Dieu. Parce que vous êtes tellement sensible à tout esprit. Amen. Anasema tunakuwa tuko nani sentiment maana ni hisia yenye iko ya mzuri wakati tuko na prêcher, tuko na hubiri juu ya evangile, juu ya injili ya ule malaika wa Bwana ambaye ni Mungu. Ile inakuwa ni sentiment ya mzuri na tunakuwa sensible, tunakuwa tayari kwa tunakuwa wepesi juu ya nini ya Roho Mtakatifu. Amen. Wakati tuko na hubiri injili, tuko na hubiri neno ya Mungu. Juu wakati tunakuwa tayari kupokea nini? Roho Mtakatifu na uponyaji. Hapana kukuja juu ya nini? Ya kitu fulani wewe kinafanyika tu kile unafuata, hapana. Kuya kuamini kwanza ndio utapata vitu uko natafuta. Je prends question et réponse. Non, je vais sauter ici pour gagner du temps. Tarudia pale ndio kwa la moto. Ndio, ndugu Branham anasema hivi katika une délivrance totale. Anasema prêcher le 1959 le 12 juillet paragraphe 98. Ndugu Branham anasema kwa nini maombi za watu wengi hazikuwa zinajibiwa. Tusikie secret pale. Asipiko yenyewe tunatumaka maombi za watu hazijibiwa. Njoo nini? Tusikie nabii mwenyewe ndio anajibu ya ile swali. Il dit, pourquoi certaines prières n'ont jamais été exaucées? Frère Branham dit, c'est à cause du péché. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Kwa nini maombi za watu hazikuwa zinajibiwa? Certaines prières déjà ne sont pas exaucées. Asa ni kwa ajili ya nini ya dhambi za watu. Wakati mtu yuko na dhambi, hata naomba leo mpaka kesho maombi yake haitajibiwa. Kia kufanya hiyo kwanza ni kuamini anatubu dhambi zake ndio atakuwa tayari kwa kujibiwa maombi yake. Ile dit, c'est à cause du péché. Un péché peut lier toute votre vie
votre travail, votre maison, votre santé, votre bénédiction. Amen. Aseme zambi tu moja inaweza kufunga nini? Uzima wako wote, unafunga kazi yako, unafunga mibaraka yako yote, inafunga na nyumba yako. Mtu mmoja tu mwenye zambi yako tu moja inakufungia vitu vyote. Unakuwa unajiona mbona wengine kunyima na pati yako wewe upati yake yako. Jurudie nyuma angalie ni zambi moja ile ukishafanya tunao upataki. Amen. Amina. Mungu mnatumika kazi mwingine anafanya hiki anafanya hivi. Bwana mpokeaga za mingi kuliko mia hapana. Viko zambi nyingine natumaka mubaraka wewe hautaibenefisie. Na uzima mwenyewe hakuwaki na sante. Leo unagonjwa, kesho unagonjwa. Kesho unafanya hiki. Viko zambi yenyewe iko pale, rudia nyuma. Amen. Sio mimi ni nabii unasema. Anasema ile delivrance totale, c'est ukombozi wote ukamilifu. Paragraphe 89. Il a dit pourquoi certaines prières n'ont jamais été exaucées. Ase kwa nini maombi fulani hazijawahi kujibiwa? Jibu anasema ni à cause du péché. Amen. Kwa sababu ya dhambi. Mwenye dhambi hata naanza leo mpaka kesho yuko naomba hata jibiwa kama maombi. Tamarike la muka. Mwenye dhambi wakati yuko naomba leo mpaka kesho hata jibiwa kama maombi yake. Tukupoteza muda bure. Mungu aturehemu sana. Anaangiza pale anasema kwanza c'est à cause du péché, c'est un péché peut lier toute votre vie. Sema dhambi moja inaweza kufunga maisha yako yote. Il a dit votre travail, kazi yako yote nafungwa. Unatumikaka unafanya nini? Mimi hawaangalie kunyona tiaka pesa hazibwani yako. Niza kama haiko bili sasa kama uko na bili 3 milioni ya dhambi. Wala legio ya mazambi sasa biko namna gani? Sio kwa mtonye wale sana. Il est dit votre santé hata na afya yako, votre bénédiction na mubaraka yako yote, zambi kama anaweza kufunga vile vyote. Damarike mamuka fana kulala. Je continue, il dit ceci. Cher Dieu, vous ne prenez pas les choses à moi que ce soit totalement délivré. Amen. Asemweza Mungu haukamatake kitu kwa nusu isipokuwa kyote kiko kenye kukombolewa kwa ukamilifu. Amen. Mungu kwa kina tolerance. Aseme hapana vile ulipata na 60,5 na pourcentage ya mingi anafanya tolerance babite ni 100%. Ile délivrance totale. Unakombolewa kwa wote. Hapo unatuba sasa Mungu nisamee, mimi nilikuwa mimi naiba. Mimi siku sasa naiba tena. Mimi ya kusema bongo ile siwezi kuiacha bwana. Kama ulifijika ile moya, hauyakuwa délivré totalement. Amen. Unapisha kusema vyote ndio unaacha complètement, ndio Mungu atakuwa tayari kukubariki. Amen. Amen. Hakuna vya deliverance. Tuko na ushuhuda ya mtu mmoja ambaye aliweza kukosa na 9.9%. Eva alikuwa na 99.9% ya kweli, mais 0.9% ya bongo akatupwa nje. Amen. Na ndio mtu pekee mwenye anawewe kuishi 900. Hakueleza hata siku moja mu presence ya Mungu. Siku moja presence ya Mungu ilikuwa na nini? 1000. Mila ndio siku moja mu presence ya Mungu. Eva hakuweza kufanya ile mila. Aliweza kuishi 900. Akashindwa na nini? 0.9% kusudi aeneze 1000. Mungu akamtupa wapi? Nje. Ndio pale na Biblia inatuonyesha kwamba ase Mungu anakuwaka, turudile pale anasema nini? Il est dit, cher Dieu, vous ne prenez pas la chose à moins que ça soit totalement délivré. Amen. Ase Mungu ukamataki kitu kwa nusu isipokuwa kiko kenye kukombolewa kyote 100%, 100%. Ndio anakubali kile kitu. Unakubali sema ndio mimi naamini ujumbe. Msikuwe na somo ile nabii. Sasa ni ujumbe gani uliamini? Wewe ulikamata nusu au kukamata vyote? Kama ulikamata vyote complètement, ndio kule mtu mwenye ko délivrer complètement. Amen.
Sasa mimi naamini ujumbe, ndio na msoma nabii. Mimi ile mafoto ya Frere Branham mnatiaka mkanisa ni juu ya nini? Na nyumba zetu mnaziaka juu ya nini? Ndugu Branham mwenyewe baada ya kumletea hii foto, alijiaka nayo mkanisa. Na Branham Tabernacle ilikuwa kaemo. Juu ya nini hii foto ilikuwa ya tumaye kusema kama hii foto ya malaika wa nani? Ni ya malaika wa Mungu. Malaika wa Bwana. Lazima disenye Seigneur lui-même. Ndio kwa maana ndugu Branham alipendaka ile foto. Haikuwa kaya. Mais watu wanakamata vitu nusu. Juu hakuamini yote. Hakukuwa délivré complètement. Ndio tunaamini message du temps de la fin. Mais foto ya Branham mkanisa nayo ni juu ya nini? Inakuwa kizuizi kiasi. 99.9%. Haelezi 100%. Ule mtu haiko délivré totally. Tuwezi kuamini ujumbe ya mtu kisha mkatale tena ule mtu. Make na uliamini. Mungu amebariki sana. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez le prophète. Il est dit ceci. Vous ne pouvez pas recevoir un sacrifice avec une malformation sur lui. Aseme Mungu hawezi kuchukua nini sadaka ambayo iko malforme kama vile ya kipofu wala ya kilema wala yenye isiki yake. Mungu asichukuake masadaka za vile za nusu. Hapana. Aseme niko na mambuzi kama 10. Sasa ile mbuzi zile za dika ya kilema ile ndio mimi naona haina fitile yake. Hata tuibebe kwa kanisa ndio tutolee ile ya kilema. Mungu achukuake masadaka za vile. Amen. Na watu ni vile vile Mungu achukuake watu wa kilema. Sio wa kilema wa kawaida hivi aseme wa kilema baba ya mina bulema wetu kunasemea hapa ni ile unaamini Kristo mbele ungaliki na kule vitu wako unyo unafanyaka. Wonjo wa kuchonganishana, wonjo wa kupigana, wonjo wa kuimba, wonjo wa kufanya hiki na kile. Vile vitu bulema wako vile hauyakuwa chako ndio wenyewe nabii anaamua yuko kuonesha pale. Ase Mungu akamataki nini sadaka za kilema. Wala akamate vitu vyenye vingu vya nusu. Ni kitu kiko délivré complètement. Na ndio natumaka tujibiwi nini maombi? Yetu. Juu ya nini zile zote ni dhambi. Amen. Tuangalie muda. Tungaliki na muda. Msilale. Ingaliki 11h14 minutes. Tunapaswa kumaliza na 11h30. Unipatie rasi. Mungu abibariki sana. Frère nous dit ceci. Vous ne recevrez jamais une prière quand il y a un péché au fond de la vie d'une personne. Amen. Aseme Mungu haupokeaki maombi wakati piko nini dhambi katika maisha ya ule mtu. Mungu haupokeaki maombi ya vile. Amen. Amen. Eti kueleza. Sasa dhambi nini? Dhambi ni kutokuwa. Tunasikia wote wenyewe unaturudisha. Maana secret yote inafungwa wapi mkuamini? Mtu akishamini haiko tena mfanya dhambi. Anakuwa Mkristo, Mungu anakuwa tayari kupokea maombi yake. Mungu anakuwa tayari kwa kumsikiliza na kumjibu na kumbariki. Amen. Tu alishakuamini. Na Biblia inasema Mungu apokeaki maombi ya mpagano. Mungu apokeaki maombi ya mtu ambaye yuko na nini? Na dhambi ndani yake. Amen. Maana wakati mtu angaliki na ile matunda ya dhambi, les actes du péché, ile kupigana, kuiba, kuchambulana, uzinzi, kuchonganishana, vile vyote ni nini? Ni matunda ya nini? Mtu mwenyewe anaamini hawezi kufanya mambo kama na hayo. Huyo mtu angaliki anafanya mambo ya hivyo, maana yake bado na maombi yake hawezi kumfikia. Na mbaraka yenyewe hata barikiwaka. Maisha yake kwanza iko mudani. Sante yenyewe ndio msiseme. Iko kubulaya, mimi bulabo yao hapo mfanani anasamuka juu ya nini? Dhambi frère. Kana Biblia yangu alituonyesha sio mimi. Asema votre santé, j'asema santé ni spirituelle et charnelle. Kiroho na kimwili santé yako haina kujua nini? Dhambi zenyewe zinaficha. Mungu aturehemu sana. Kete kupenzi. Sio kumiogopesha kutoka hapa kisha mwanzo sana. Mimi nisamee nilikuwa kama Mungu anakugusa ndio ufanye kile. Ni mzuri. Amen. Mimi msibebe mosha sema ndugu unataka kutogopesha hata kumaanisha nini? Maana yeye hana dhambi. Biko je. Toa neno ndugu. Mungu amebariki sana. Amen. Ni ndugu Branham ndio kuna ndugu. Anasema kwamba ni juu ya zile dhambi ndio tunafichana ndio tunatumaka tubarikiwa. Ndio. Sasa wewe kama unabarikiwa bwana yake asileko. Kama wewe hauna ile mbaraka uko na ibeneficie. Frère, jichunguze mwenyewe. Angalia nyuma mretroviseur.
Biko kitu wenyewe ni za kufichika. Biko kitu wenyewe ngaliki nafanya juu natuma mimi si beneficiate. Kila mara naonyesha kama mke wangu mimi niko bilionea, sasa bilionea. Uko na ngapi mkadi yako? Ya mimi niko bilionea. Mimi nabarikiwa frère. Amina. Francine nakumbuka kumwalao nilikuwa nasema vile mara mingi. Sema kwamba mtoto wa Mungu anaomba vitu vya Mungu. Hapana vitu vidogo vidogo. Amen. Amina. Tunapaswa kuwa na barikiwa. Watu wa kubarikiwa ni sisi. Kumbukeni maombi ya Yesu kukaburi ya Lazaro. Alisema nini? Ase Mungu jitukuze ili wasio amini. La fule. Ni watu wenyewe wako kwa banaamini. Baweze kukuona. Amen. Mungu atubariki ili wasio amini waweze kuona kama Mungu wa Abrahamu yuko anabariki watu wake. Amen. Wakati atupokele mibaraka haionekani kwa watu mibaraka yetu tuko nayo. Zambi friends zinafichwa sehemu fulani. Tuende turekebishe kwanza, tukorije. Na kama ulikosea mtu uende kwa ule. Kama ulikosea bibi yako uende kwa bibi yako. Ulikosea na kanisa uende kwa kanisa. Hapana zambi zangu ulifanya kule na ukesema, "Frere uniseme na yule siku kero kanisa nilisharatika kuna tuchafula bila kujijua." Wewe ombe msamaha na mke wako na ule wenye mwishimatikana. Amen. Ndio vile kisi ya kutengeneza. Unajua frere ile simu yako mtaka sio kanisa milioni ni ibaka. Batufundisha tusi ya kutengeneza tutoshe mazambi zote tubarikiwe. Unakeza dada ile simu yako ulipotea milioni ni ibaka. Leta ile simu urudishie dada. Na mbona kuja kwa kutuambia unaambia ulikuwa ni simu hata fulani. Lakini simu yako njoo nisamehe milioni niliiba. Pale unatengeneza tayari. Na utakuwa tayari kwa kusamehe na unaomba milioni unataka na Mungu atakujibia na ujue dhambi haina iko tena. Amen. Amen. Mimi mara mingi na Biblia anasema tunakuwa hatujibiwi juu ya nini tunafichika nini? Dhambi. Inagashe na uzima wetu na mibaraka yetu na sante frère. Amen. Mungu akubariki sana. Unasikia? Na wachawi? Kwa uamini mchawi uko tayari kwa kukaptivate. Anakuwa tayari kwa kukamata. Na maisha yako inakuwa yenye kufungwa. Unakuwa jinsi nini nisikiliza watu kwa Ulaya au nini? Nisikiliza watu kwa Australia. Zambi frère. Au yaamini wachawi baba kuchezea. Nilota kusiku bana ninyonga. Zambi au yami. Mchawi hawezi kumleta kunyonga. Kila mara unapaswa frère huyo ulete ndelekea tukombee Mungu. Biko kitu gani kiendelee mu maisha. Amen. Kwa unapaswa kumbeba sio shida ile ndoto. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Eti kubenise. Amen. Sasa mimi bana nivamiaka mimi naonaka bachawi kusiku manake na huko mchawi. Tuachane ile mambo turudie kwenye nabii alisema. Eti kubenise. Frère Branham dit, il dit, c'est à cause du péché. Un pécheur peut lier toute votre vie. Kazambi kamoya frère, hapana vya mingi wala lejo wala kundi ya mapepo. Kamoya tu kanaweza kufunga uzima wako wote. Anafunga mibaraka ye. Kazi zo. Bangine bandugu bako na makaraje kule. Wewe garage yako ipataki bakilia. Zambi kamoya frère. Ukishona unaandisha bakilia pale nini pesa ziko naingia saa yote huyu ndugu yuko namuendekea. Siwaambie secret. Mungu akubariki sana. Msibebe moja sasa. Mmoja ndugu fulani unafika pale unaosha na tandaza sema Shumana pale murongo frère. Kwanza uko na kutembeza mafomu za watu wako na fungi appointment. Utaanza kwanza basi za kutia ile mamondoka. Sio mubaraka ya Mungu. Ndio. Mungu akubariki sana. Frère Branham dit ceci. Vous ne pouvez juste pas faire cela. Seigneur, vous ne l'avez pas fait dans les âges parce que, excusez-moi, j'ai fait sauter quelque chose. Frère Branham dit ceci. Vous ne réservez jamais une prière quand il y a un péché au fond dans la vie d'une personne. Asema mchukuaji wala mpokeaji au kujibu maombi ya mtu wakati mko nini zambi katika maisha ya yule mtu. Vous ne pouvez juste pas faire cela. Asema hamuwezi kabla kufanya kitu kama na hiyo. Seigneur, vous ne l'avez pas fait dans les âges. Asema Bwana hamjawahi kufanya hiyo mambo katika vizazi viko 7. Mtu yote alikuwa na zambi Mungu alikuwa anajibu maombi yake.
Sasa leo atafanya nini exception? Ajibie hajawahi kufanya na hata bifanyake. Tusikie mwenyewe natupaka nafanya kitu wa nini. Il dit, et vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Amen. Na hawezi kupokea maombi ya mwenye dhambi hata leo. Amen. Na hii asubuhi kama ungaliki na dhambi zako ndio unafichaka frere, usipoteze muda bure. Mungu atapokea maombi yako. Mungu atajibia kama unataka unataka. Ile yote ni secret ya nini? Ya kufunga na kuomba. Ndugu Branham anasema ni kazi ya nini? Ya mtu wa ndani iko na komala. Ndio. Na mtu anaenda cha kukomala maana yake yuko tayari kwa kuomba dunia anataka. Secret ni gani? Kuamini. Ndio. Mimi yenyewe kinatupasha kwanza ni kuamini mjumbe na ujumbe wa wakati wetu. Tukishaamini tuko tayari kwa kupokea vyote vyenye tunataka. Na Roho Mtakatifu anatujia wakati tulisha kuamini. Na wakati tunafichika dhambi, Mungu hajawahi kupokea maombi ya mwenye dhambi mbizazi vyote. Na leo asubuhi Branham akasema même aujourd'hui, na leo hata hapa kama kuna dhambi zile unafichika, usipoteze muda bure. Mke tuombee watu babarikiwe, tuombee watu wenye kuna magonjwa na unakuya hapo na dhambi zako zenyewe unafichika. Frère, uko unapoteza muda bure. Mungu atubariki sana. Ndio kwa maana wakati tunafanya appel à l'autel, mtu uko na kuombea, mtu mwenye alifundishwa anapaswa kukuonesha na kukuonesha. Na wewe uko unajiombea kimoyo moyo makosa za Juko na makosa zako zenyewe unafichika. Omba kwa Mungu akurehemu nazo. Ndio ule wenyewe unakuombea maombi yako ijibiwe. Mungu atusamehe sana. Branham nous dit ceci. Et vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, mais le sacrifice doit être sans aucune malformation. Amen. Asema hawezi kupokea maombi ya mwenye dhambi hata leo, ila sadaka inapaswa kuwa bila nini? Defo yoyote. Bila kosa yoyote, bila taka yoyote. Il est dit, et Seigneur Dieu, alors que nous plaçons nous-mêmes sur l'autel comme des vies sacrifiées, en levant nos mains, excusez-moi, asema Bwana, wakati tunajitoa sisi mbele ya madhabahu kama vile sadaka, enlevant de nous, jitosha mbele yetu, oh Seigneur, toutes les malformations du péché, aseme oh Bwana, ile mambo yote, mataka zote za dhambi, je placerai complètement mon âme et mon corps et ma force et mes efforts avec toute l'église ce matin. Amen. Aseme nitatosha nafsi yangu, mwili wangu, roho yangu na nguvu zangu zote pamoja na kanisa hii asubuhi. Sur cet autel, purifiez-nous par ton sang. Amen. C'est kwa hii madhabahu ili uweze kututakasa kupitia nini? Damu yako. Amen. Na damu ya Yesu mpaka hii asubuhi ingaliki inafanya kazi. Amen. Na damu ya Yesu kama mnakumbuka tulisema kama ni ujumbe wa wakati wetu. C'est ça le sang. Le sang c'est le message. Amen. Ndio kuna tutakasa, kuna tusukula. Ndio. Amen. Mtu mwenye tulikuwa tunafanya vile wakati tunasikia ujumbe nasema tunatakasika tunakiacha. Ndio kutakaswa kule. Yeye kunafanya ile kazi ni ujumbe. Frère Branham continue, il dit ceci. Sur cet autel, purifiez-nous par ton sang et pardonnez-nous de tous nos péchés que nous avons fait. Donc tusamee na dhambi zetu zote ambazo tuliweza kufanya, et que le grand Saint-Esprit puisse richement habiter à nous. Et sa présence aller avec nous de ce tabernacle ce matin. Na uwezo wake, uwepo wake uende pamoja nasi hii katika hii hekalu hii asubuhi. Afin que nous sachions à l'intérieur de nous-mêmes qu'il nous a pardonné. Amen. Ili tuweze kusikia ndani yetu kama Mungu aliweza kutusamehe. Amen. Je, mnajua vile kama mtu anasamehewa anajisikia ndani? Ndio. Kama mtu ni Mkristo acha kufanya kosa, anajisikia iko konda. Na cha kuonisha ile kosa anajisikia iko huru. Amen. Amen. Kama wewe Mkristo acha kufanya kosa, unasema ni kawaida. Kama wewe Mkristo ulifanya kitu sio uko ndani. Mpaka sisi tunaenda kuvitosha na kuonisha kwa yule mtu yule litendea kile kitu unajisikia uko huru na samehewa. Ushasikia vile uko huru utasamehewa kwa ile kitu wakati ya wewe kuomba wenyewe unataka. Mungu abariki sana. Il dit alors, la prière sera pardonnée. La prière sera pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux que nous autres offensés. Accorde-les, Seigneur. Amen. Excusez-moi, j'avais sauté quelque chose. Le Coran nous dit ceci. Afin que nous sachions à l'intérieur de nous-mêmes qu'il nous a pardonné. Alors, la prière sera, pardonnez-nous de nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Asema maombi itakuwa uturehemu na makosa yetu kama vile nasi tunaanza kunini kusamehe wale ambao wanao tukosea. Amen. Na ndio ilikuwa maombi ya Bwana Yes. Wanafunzi wanamuuliza Bwana, sasa tutakuwa tunaomba namna gani? Anawajibu kusema, wakati mtashimama katika sala. Unasikia hizo maandiko nasema? Si wakati mnalala wala mnaikana katika sala. Maana maombi ya Yesu ndiye aliweza kuagiza wanafunzi wake akasema, wakati mtashimama wapi katika nini? Sala. Muombe hii, Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yafanyike, ufalme wako uje. Tusamehe makosa yetu kama vile nasi tunavyosamehe walio kosea. Mnakumbuka tena sekre nyoko pale? Ni namna ya kuomba, aliwaambia wakati mtashimama katika nini? Sala. Wakati mtashimama katika sala. Bado mkuomba na kwa hivyo namna ya kufanya kusudi tujibiwe. Wakati ushakuwa serious kama ushakusamehewa dhambi zako, kama kufanya wewe kushimama au kupiga magoti, uombe Baba aliye mbinguni. Na leo ule Baba aliye mbinguni apare interpretation yoyote nabii wa kizazi anatuonyesha kwamba leo iko naishi ndani ya mili ya watakatifu. Wakati iko ndani yako, haina buti ya kulalamika, tuko naye pale. Sema tu, Mungu nataka hiki na hiki. Unifanyizie hiki kitu atakifanya. Sitakuacha kabla hujanifanyia. Wewe na Mungu wako atakifanya. Amen. Haina buti ya kupanda kumilima. Asema no, wakati walipanda kumilima haiko vile atakusikia. Amen. Kama utapanda kumilima utakuwa mshamburi yako ni tuko privé wewe mwenyewe na Mungu wako. Basi kwa kusema sasa watakusikia wewe utapata sauti, hapana. Leo na Biblia inatosha kama Mungu yuko naishi ndani ya wataka. Unaweza kupata kimoyo moyo. Unaweza kama pigo secret ya kuomba kimoyo moyo na yeye. Wakati uko unaomba na tamka maneno, yuko vingine wenyewe shetani anakuwa anasikia. Anaiba. Iko naiba maneno zao. Mnajua vile? Wakati unaomba kimoyo moyo iko na nguvu sana. Tu hajui. Na ndio ilikuwa secret ya 7e somo. Kwa kufungua mihuri 7, ile mihuri ya 7 ilifanyika nini? Kimoyo moyo ilikuwa ni silence. Juu shetani asiweza kusikia mambo yako nafanyika. Wakati unaomba kimoyo moyo iko na nguvu na leo. Nilifanya na sasa unisamia nataka hiki na hiki. Wewe mwenyewe tu na Mungu wako. Ile maombi iko na nguvu sana tu, unajua unyoko naomba uko naye pale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ile ni secret nayo tena nyingine. Inyakupoka tunajua. Bepiko kwa ndugu yetu ambao walikuwa masekre, mimi sasa bado banabi appliquer wapi mkosa. Amujui vile. Biko banani ba musulmani. Wakati wanaombaka ile maombi yao kule, wanakuwa sasa wanakuwa wana kile kinani kia kushapile. Bako na mashapule. Unaweza kumwona mtu tu vile kumbi wanaomba baki kumoya moyo. Anamaliza tu kushapile tena na kudilia. Barejo bakatolika na wanakuwa na kushapile bado. Iko naomba baki kumoyo. Wanajua kama mkuomba kumoyo mko nini? Nguvu. Mnajua vile? Mko nguvu. Mimi niko naomba sasa naomba mkosa na tumikisha nini? Magunozi wa kuroho. Kama ilikuwa ni kuomba Mungu, ilikuwa ni wewe unaomba unajua Mungu yuko naye, uko naye pale. Hapana kuomba Mungu Maria mtakatifu mama Mungu tundio. Na hivyo nawazia Mungu yuko kule kumbingu, kumbe Mungu yuko ndani yake unyewe nao. Amen. Amunja kuona vitu kama na vile. Iko naomba kimoyo moyo. Na ushauri wake anamaliza na kurudia tena. Anamaliza na kurudia tena. Anarudia mkinywa. Anafanya hivi. Yeye mwenyewe tu na ile shauri yake. Iko naomba kimoyo moyo ni secret. Bwana yomba mkosa tu Mungu yuko na muimagine yuko kumbingu ingawa Mungu yuko ndani yake. Na hakutuambia tuko na Mungu kupitia kwenye vitu hapana. Ni wewe na yeye tu uko nasema. Mungu turehemu sana. Frère Branham dit ceci. Écoutez. Comment trouver la volonté de Dieu dans des choses importantes? Il faut les présenter devant Dieu dans la prière. Sasa namna gani ya kuweza kuchukua kupata mapenzi ya Mungu katika mambo ya maana ni kuweza kumpresenter Mungu katika nini maombi. J'ai été baptisé par le Saint-Esprit les mêmes excusez-moi c'est à
Abraham le fidèle, aseme ule Ibrahim fidèle maki mwenye iko mwaminia wala mwaminifu. Prêché le 15 avril 1954 soir à Los Angeles. Frère Branham dit ceci au paragraphe 53. J'ai été baptisé par le Saint-Esprit, le même qui a été sur Abraham m'a baptisé dans les mêmes corps. Amen. Frère Branham anashuhudia kusema kwamba alibatizwa kupitia Roho Mtakatifu ule ambao alikuwa juu ya nini? Ya Abraham katika ule mwili. Amen. Wenye aliweza kumvisite Abraham katika mwili alikuwa ni Melkisedeki. Ule Melkisedeki ndio aliweza tena kumbatiza tena Branham. Amen. Maana Saint-Esprit ni huyu mmoja. Mungu ni huyu mmoja. Mimi anafanya makazi tofauti. Ule ndio aliweza kuingia ndani ya Abraham, ndio tena alifanya kazi katika nini? Branham. Yule ndio anafanya tena kazi ndani ya bibi harusi. Amen. Il est dit ceci. Je suis héritier de chacune des promesses. Ça c'est mini comme murizi ya kila mahadi zote. Si quelque chose semblait juste un tout petit peu plus haut, j'irai m'attraper une échelle. Amen. Asema kuwa kitu ambacho kinajifanya kuwa kama vile kigumu huko juu, mimi nitaenda kupata nini? Kipandio, échelle. Il a dit, et j'ai monté là-dessus pour examiner cela. Na nitapanda huko juu ili niweze kuchunguza hivyo. Pour voir à quoi ça ressemble. Hizi niweze kuona namna gani kinafanana. De cette manière, avec la guérison divine, Dieu hivyo kupitia na uponyaji wa kiungu. Si cela semble être un tout petit peu en dehors de ma porte, ile kishafanya kitu kinafanana kuwa kama kitu kia désordre wala kitu kenye kiko nyuma ya mlango wala kinyume, je me mettrai sur mes genoux. Nitaweza kujiweka juu ya nini? Ya magoti. C'est échelle de Jacob. Amen. Ase nitaweza kujiweka ku magoti juu ni nini? Ni kipandio kanini kaya Yakobo. Amen. Ase Jacob. Je grimperai là-dessus dans la prière jusqu'à ce que je trouve tout ce qu'il en est. Amen. Ase nitapiga magoti katika maombi mpaka wakati nitapata kile ambayo kiko. Amen. Voyez-vous, ce que je possède, la chose est mienne, la chose est votre et il est tout en vous si vous le croyez. Amen. Amen. Ndio secret ile ya maombi. Maana kipandio kenye Jacob alikuwa anapandia kusudi aweze kuchukua vitu mu presence ya Mungu, ilikuwa ni kunyenyekea, anapiga magoti mbele ya Mungu mpaka anaomba Mungu. Sema Mungu, nitakuacha mpaka wakati unanipatia kile kitu yenyewe natafuta. Na ndugu Branham anasema hiyo kitu ni yake yeye na ni yetu kama tunaamini. Secret ni nini? Kuamini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi. Tasoma hapa tu citation ya mwisho kisha tutakuwa tayari kwa kweli. Frère Branham dit ceci dans l'orgueil, katika kiburi. Orgueil, kiburi, prêché le 7 août 1955. Il a dit ceci. Frère Branham dit que tous les esprits où les gens veulent se monter utilisent ces paroles pour être entendus, c'est une prostitution. Mnasikia sisi nabii anasema? Aseme maombi yote ambayo watu wanakuwa wanaomba wakisha utilize maneno matamshi mazuri, anasema ni nini? Ni prostitution. Prostitution ni ukahaba. Lakini prostitution ni namna ya nini? Ya kukurutize, ya kutongoza, ni utongozi. Uko naomba maombi, uko napanga maneno ya mzuri, uchakuwa na kiletre kidogo na repete, ile ni utongozi. Mungu abamutongozaki. Ni ukahaba. Paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Oh, vous dites de jolies prières. Oh, j'aimais cette chose pharisienne.
Ase mnasema maneno ya mzuri msha kuyachonga chonga. Ase Branham anasema mimi nachukiaka hiyo mambo ya kifarisayo. Ya kutafuta kusikilika, ya kutafuta maneno ya mzuri ya kupanga mzuri ndio uone kama mtu unajua kuomba mpaka usikie. Maombi ya vile ndugu Branham anasema anachukiaka ni maombi ya nini? Ya kifarisayo. Ni maombi ya kutongoza, ya ukahaba. Hatupaswi kumtongoza Mungu. Ase Mungu, unajua pastor wetu ni mzuri sana, anabarikiaka watu, anapatiaka watu hivi na hivi, umbariki, umpatie Bwana. Ndio ni maombi ya mzuri, ni ya kutongoza Mungu. Muombee ule pastor akuwe fidele kwa maneno ya Mungu. Akuwe mwaminifu kwenye nabii alihubiri. Aturepete tukanda, atabarikiwa maradufu. Pale ya kwanza kumpendezesha, unajua ni wa mzuri anafanya hiki. Sasa umsaidie naye. Ni maombi ya mzuri kuna tongozo kisha kuipanga ni majoli prière, ufarisayo. Unatafuta kujipendezesha kwa pastor kama wewe na maombi yako ya mzuri. Ni maombi ya ufarisayo hili. Ndugu Branham anasema anachukia maombi ya hivyo. Amen. Wakati unaombea mtu, wala unaombea mchungaji, wala unaombea huduma, wala unaombea kazi ya Mungu, onyesha tu Mungu mara ngapi ile iko ni amana katika nini royaume yake. Mara ngapi ni avantage kwa kusudi watu waweze kuibeneficie. Tupatie ule mtu akuwe fidele kwa kuturudilia venye nabii alisema. Tupatie uaminifu nasi kwa kuamini. Jua kisi tunakosha tunaomba. Hapana kwanza kupendezesha Mungu. Jua kufanyia yaka hiki kufanyia kujua sasa wewe unakuwa unamwombea sasa. Sio hata kufanyia yaka. Farisai, maombi ya mabenefisi. Abraham anasema anachukiaka maombi ya hivyo ni ya kifarisisme. Oh, vous dites des jolies prières. Oh, j'ai cette pharisisme. Oh, vous priez et vous rendez chaque virgule et chaque point parfait. Ase unaomba unatia mkato, unatia nukta, kila fasi yenyewe unavifanya vinakuwa vikamilifu. Et vous priez si joliment, vous ne pouvez pas parler à Dieu comme cela. Munaomba vitu vyenyewe viko vya kupendeza, hawezi kuzungumza na Mungu kama hivyo, hapana. Wakati unazungumza na Mungu ni kusema naye kama vile baba na mtoto wake. Sema mambo yenyewe nasikiliza, sema Mungu nataka hiki na hiki na hiki, hata kujibia. Hapana kwanza kupendezesha kwanza. Sasa kusudi anijibie, ifo ni mpendezeshe kwanza, ni mpakale mafuta nini ka parfum, niteka pilipili ka chumvi ndio atajibi bongo yako. Mungu asidibia kimaombi ya hivyo, ya kifarisayo. Namna ya kufanya ni kuenda straight kumkamata Mungu katika maneno yake. Ulisema hivi, mimi nishafanya, Mungu nifuatie nabii hiki, atakifanya. Ulisema hivi, Mungu bariki mtumishi wako, atakifanya. Hapana kwanza kupendezesha. Unajua alifanya, unajua iko nafanya, iko nasaidia watu angalia shafanya hiki na hiki. Mungu apendaki maombi ya vile ya kifarisisme. Na nabii wa kizazi anasema anachukianga maombi kama na hayo. Kia kufanya katika maombi ni kumchukua Mungu katika maneno. Nilishaamini, nifanyie kinamie sasa. Ili wasioamini waone kama wewe Mungu uko nafanya kazi. Basi bineshia hapo. Mungu akubariki sana. Amen. Il est dit, vous ne pouvez pas parler à Dieu comme cela. Vous êtes seulement en train d'écouter ce que vous dites en ponctuant vos prières. Ase Mungu tu mnasikiliza vile vile Mungu mnasema kwa kuweka kuponctua kutia kanukta, mnataka virgule katika nini? Maombi. Amazungumzaji Mungu katika maombi hivyo. Uko naomba Mungu unajisikiliza kwanza wewe mwenyewe. Hapa nilishaomba mzuri, unafika na bloke. Tuko tunga Mungu amalize maombi hayashaki. Namna yenyewe naombi kwa kujisikiliza yeye mwenyewe katika nini maombi? Mungu akamsikilizaki vile. Wakati uko naomba, make sure uko unazungumza na nani na Mungu. Sema venyewe viko natoka ndani yako. Bwana kwanza kujisikiliza utaweka na makosa. Ile ni kifarisayo. Je, nishaomba mzuri, je nilipanga pia. Kwa natafuta kuipanga, uende tu masomo yako kwa theology. Frère Branham disait, ni Frère Branham yuko anasema sio mimi. C'est dans l'orgueil, katika kiburi. Anasema hauwezi kuzungumza na Mungu kama hivyo ukiweka nini mapoe, ukiweka mavirikino uko unajisikiliza katika maombi, hapana. Oh, que Dieu vous aide à vous libérer et à prier, ceci de dire la prière. Asema Mungu atusaidie tuweze kukua huru kwa kuomba na kwa kusema hiki katika nini maombi. Et les pharisiens, c'est tous ces pleins de pharisiens. Oh, vous dites
j'appartiens à l'église, sûrement que vous l'êtes, mais quelle attitude affichez-vous vers mon Dieu? Amen. Ase munaomba maombi ya kifarisayo, munasema Mungu, mimi niko wa kanisa fulani, ndiyo Mungu wa ile kanisa. Asema ni attitude gani ambayo mko nayo mbele ya Mungu? Mungu aturehemu sana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham nous dit ceci. Maintenant, j'ai 3 points. Je vais vous donner mon idée de ce que je pense être le plus proche d'une évidence de tout ce que je sais. Ase sasa mitavipatia wazo yangu ya ile ambayo mimi nawazia ya ma evidence ma evidence ya kuonesha kwamba kile kenye kiko ya evidence maana uhakikisho ya kuonesha kile ambayo kiko karibu wala kenye kiko kia ukweli. Pour savoir si un homme est chrétien, ase kwa kujua kama mtu ni Mkristo, muangalie namna ya kuwa anajua mtu kama ni Mkristo. Ina Biblia nataka kuonesha. Pour savoir si un homme est chrétien, vous savez ce que c'est. Ase mnajua ni nini? C'est le travail de l'âme. Amen. Ase ni kazi ya nini ya nafsi? Kazi ya nafsi kisha kujua ni nini? Ni kuomba, kufunga na kuamini Kristo. Ndio kazi ya nafsi. Amen. Ile ni alama ya mkubwa sana ya kuonyesha kama mtu ni Mkristo. Mtu kama ni Mkristo ashakatala maneno ya Mungu maana sio Mkristo. Anakatala kuamini sio Mkristo. Achana naye, utapoteza muda bure. Wende mu business zako, achana na ule mtu. Amen. Acha nipatie ushuhuda ulio hai. Tuko na ndugu mmoja ndipo tunaishi naye kwa nyumba. Yeye anaamini kama ubatizo wa kweli ni jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kama tumemuonyesha kama ubatizo wa kweli ni jina la Yesu Kristo, anasema ni amina na ndio ubatizo unapaswa kubatizwa na nia ile. Mimi mtoshe zile mafoto. Baki tutoshe foto ya Baba na tutoshe na foto ya Yesu ndio aamini. Sasa ule mtu ule hana Mkristo na ile kwenye alisema naamini kama ubatizo wa kweli ni jina la Yesu Kristo tumbatize, ni vya bongo haiamini. Wakati mtu anaamini hauza hata vizuizi mwa hizi mafoto. Ile sio alama ya kuonyesha kama ule mtu ni Mkristo. Mtu kama ni Mkristo wakati anaamini Kristo, wakati anaamini maneno yote ya Mungu, anapata nini? Ile kazi ya nafsi. Baki inakuwa ni mambo ya Mungu ya kiroho. Sasa hautaona tena vya kimwili, hautaona tena mafoto, hautaona tena madhaifu ya watu. Unaanza kuona nini? Kazi ya nini? Ya nafsi. Juu ni nafsi ndio kusukuma kuamini maneno ya Mungu. Amen. Anasema ni vya kweli. Ubatizo wa kweli ni jina la Yesu Kristo. Na mimi nitabatizwa jina la Yesu Kristo. Me promise kama mtatosha zile mafuto. Bila unabeba sababu ya kimwili na wewe. Unasaulika kama kuamini ni mambo ya kiroho, ni nafsi. Ni nafsi ndio inakusukuma uamini ubatizo wa kweli jina la Yesu Kristo. Sasa unaleta tena kwa wewe na condition. Mtoshe mafuto. Hatutazitoshaka. Hizi mafuto tuzitoshe vile. Hatutazitoshaka. Kwanza naenda kuprint na zingine na bandika sasa kule mnyumba mmoja. Na utazitaka ta print. Na mwingine anaona nataka sema nishaouza tona. Ta print mke mbele mtie mnyumba. Bakuna uliza maswali. Tumewahi kubatiza mtu mwako Malawi mugari yangu. Mama insurance za Malawi mnatiaka kipaki. Sasa sticker mimi kule nyuma naweza kuprint foto ya Fred Branham nikatia pale. Tuko naenda Muvira kauliza sasa, huyu mzungu wenu wenyewe barugu yake Kishasa. Mnamtia fasi yote tu anasema huyu sio mzungu wetu. Huyu ni nabii wa Mungu. Na bakumuyaka Kishasa, anakuambia kabla semanga vya bongo. Hayafika hata Kishasa. Ndio kwanza kupatia historia kwa sababu kumbe mtudanganyaka. Nikwambia kwanza ushaka batizwa si ndio ni batizwa kwa jina la Baba, Mwana. Hiyo sio ubatizo. Hakuna mtu Biblia ndio alibatizwa hivyo. Bila kupatia example ndio waambie pastor wako akuonesha tu mtu mmoja ndio alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi ndabiacha ndakuja naingia mkanisa wewe. Akasema nitenda muuliza kaenda kwa pastor wako. Alipiana ndio na pastor kunyumba. Sasa mwe wa brada Mungu jumwanza mnatakia bado mimi sikumwataki tu bado ongea tu nikoze. Sasa swali njalo kuambia biko namna gani? Nipatie tu citation mimi ndakuwa kwa mkanisa yenu. Tena mimi sitapenda alikuwa anauliza kwa nikala kule nyuma. Basi utafuta kwa Biblia yote sema hakuna. Mimi Yesu ndio alisema, sema ndio Yesu ndio alisema. Mimi hakukuwa naambia wewe, alikuwa anaambia ni wale wanafunzi. Wanafunzi wanaanza kazi wakabatizia watu mjina la Yesu Kristo. Mtu yake pale akamwambia bwana mwende mnibatize. Nilitoka tu pale kaenda mwambia basi huyu mtu ana vitu batize. Tulifungula vile kigogo kule nyuma kwa kubatiza.
Maradi mkanisa kama president mtu fulani alibatiza. Mbona ushuhuda mnasikia kulianzia hapo? Wengine yeye anaamini ukweli, mbele anakataa sema mtoshe hizo mafoto. Hatuwezi kuzitosha. Na wengine wanataka mafuta tawakutia batina Mungu. Amina. Kama itakuwa kizuizi cha kutokuamini, mimi siku ya kusema kama ni juu ya mafuta. Wewe kuamini na Biblia naona anasema ni kazi ya nafsi. Na maneno ya Mungu ni ya kiroho. Nini? Kujele. Na Biblia inasema ni kazi ya nini? Ya kiroho ni nafsi frère. Wewe unakomana, uko unalisha mtu wa ndani. Maombi ni mambo ya ndani. Na Mungu mwenyewe akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, hakumbaka huyu mtu mwingi. Alisema kuforme mtu na nafsi. Ndio maana wakati yote Mungu anakuwa na dili na mtu wa ndani, nafsi. Amen. Na anasema yeye mwenyewe asema ni nafsi ambayo itafanya dhambi ndio itakufa. Amen. Nafsi na msukuma anasema ndio mimi naamini, naona ndio vya kweli, ubatizo ni mjina na Yesu Kristo. Mtoshe mafuta, sitatosha na sitatosha. Kama ndio kizuizo, wao watu tusiamini. Sasa piko watu leo watamu ujumbe wanajifanya waamini ujumbe. Ndio chakuzo si mlitia foto ya free bwana mkanisa hata. Kwa kikwazo. Sisi tulikufuru. Anakuja sasa kwa sababu mlitia foto ya free bwana mnyumba. Piko ndugu mmoja na ambaye kuzitoa. Sasa mimi nilitosha hii ya off maana nikabakiana tu ya nani? Ya Frere Branham. Akasema ni mzuri basi sio mzuri sana. Ndio Frere Branham alisema kutufundisha kama unakumbuka wakati tunaangalia kule kwa nyumba. Asema ule malaika wa Bwana ndiye alikuwa anamshukia mhubiri wakati kuna meditate. Asema ilikuwa ni hii foto ndio yenyewe alionaka. Ndio kwa maana ndio Branham alisema kusema kama hii foto ndio inafanana na ile yenyewe alionaka malaika wa Bwana anamshukia. Ndio kwa maana alisema kuapprove hii foto. Na ilikuwa Branham tabena. Ni watu ndio wanabeba moshi, wanaweka mipaka juu ya mafoto. Ni Mkristo. Ndio vile Frere Branham anasema. Ndio. Chunga turudilie pale tusije bingie mzuri. Msiwaze kama ni mie. Frere Branham dit ceci dans question et réponse. Pressé le 3 janvier 1964, paragraphe 166. Il a dit ceci. Maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être le plus proche d'une évidence de ce que je sais. Asema sasa mtazame nitamipatia ile evidence ya kuonesha ya kwamba kitu ambayo kenye mimi na wazia. Pour savoir si un homme est chrétien. Kwa kutambua wala kujua wala kuona ya kwamba kama mtu ni Mkristo, msikie, vous savez ce que c'est. Mnajua ni nini? C'est le travail de l'âme. Amen. Asema kujua kama mtu ni Mkristo ni kazi ya nini? Ya nafsi. Nafsi ndio inapaswa kusukuma kuona kama huyu mtu ni Mkristo. Nafsi ndio inaamini yako. Ndio. Amen. Nafsi inakusukuma kama unaamini, sio unaweza kuleta wewe mkimwili, hauamini. Écoute. Vous savez, c'est une personne qui est aujourd'hui si enfermée et assoiffée de Dieu. Amen. Asa ni mtu ambaye iko leo ambaye iko na njaa na iko na kiu ya nani ya Mungu. Mtu nani? Nafsi. Amen. Ils sont simplement ils doivent faire quelque chose pour Dieu. Amen. Asa wako tu anapaswa kufanya kitu fulani kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Ils ont rempli de l'amour, ils ont pour un travail de l'âme, dans un travail de l'âme. Tout le temps la Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec les larmes revient avec l'allégresse quand il porte ses précieuses gerbes et ses frais toutes ces choses. Amen. Aseme ni kazi ya nini? Ya nafsi. Wako na upendo, biko na furaha, wanatumika na Biblia inasema ya kwamba mtu yote mwenye analima katika nini? Analima katika nini? Alegrese, maana yake katika machozi na kulia, ataweza kuvuna katika nini? Furaha na nini na shangwe. Amen. Je continue. Paragraphe 169 plutôt. Je préfère avoir une église qui a un tel fardeau sur leur cœur pour la prière. Asa ningependa kukuwa na kanisa ambayo liko na ile muziko katika mioyo yako kwa ajili ya nini? Ya maombi. Juu maombi ni kazi ya nini? Ya nafsi. Amen. Je préfère avoir une telle église qui a un fardeau au fond du cœur à cause de la prière, qu'il resterait simplement
à cet autel, ambao watabakia hapa tu katika hii madhabahu, et qui seraient ici toujours et jour et nuit, et qui crieraient de leur maison constamment en prière humble. Amen. Ambao watabakia hapa katika maombi wakiomba, wakipiga magoti hapa kwa madhabahu, wengine watakuwa katika majamaa yao wakiomba katika nini wakiomba katika nini jamii, la prière ensemble ya famille. Nayo ni maombi ya nini ya maana tena ya muhimu sana. Amen. Ndio kanisa nye nabii iko anataka leo. Anataka Bakristo ba hivi. Amen. Watu wenyewe wanapaswa kuamini maneno ya Mungu yote. Kukanisa, kunyumba, kukazi, tunapaswa kuwa nini? Modele. Prière en famille, namna gani ya kuifanya? Frère Branham anatufundisha, tutamsikia kule mbele. Anasema ya kwamba prière en famille kule kunyumba, nani? Mama ndio kule anakuwa nani? Pasteur kule kunyumba. Sasa mama anakuwa tena pasteur namna gani? Yeye ndio anakusanyisha nani? Watoto. Ni saa ya maombi. Banaenda kule banaanza kuimba, baba anakuja sasa banaanza kunini? Kuomba. Kama watasoma psome banaomba banaenda kulala. Kama watasoma psome baba hakukua, mama anakusanyisha watoto banaomba kisha wanatoka wanaenda wapi nyumba? Banaenda kulala. Sasa ile leo watu biko shift, night shift frère. Bibi night shift. Bwana night shift. Watu watafanya prière ya familia. Unaona kama tuko nakosa kitu fulani. Ile bavila iko ndio wenyewe nabii anataka. Nabii anataka kanisa. Akisema kanisa ni sisi. Sio hii jengo. Yuko kunyumba, yuko kukazi, yuko humu. Ukiwa kwa madhabahu, pige magoti tushimame. Kunyumba kule tuombe maombe katika nini? Jamii. Amen. Hete kupenise. Namna kuomba katika jamii tushasikia kama pastor kule ni nani ni bibi? Wakukusanyisha watoto. Basi ukisema sasa ndio anakuwa kichwa cha ndio kukusanyisha watoto, kuweka tu utaratibu baadhi kuimba, baombe baba na kila masoma nini? Zaburi. Banaomba sasa ya kulala na kupumzika kesho tena vile na vile. Mungu aturehemu sana. Tutashimamia hapa kwa ajili ya siku ya leo. Tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Excusez-moi. Acha tusome tu citation moja hapa. Muda ilishaisha zamani. Ishakuwa 11:55. Tunapaswa kumaliza 11:30. Tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Et Dieu vous bénisse. Sasa tusimame tuweze kuomba Mungu wetu. Kwa tusha kufunzwa namna gani ya kuomba. Sio tutakaribia kwa maombi kwa dakika chache ili Mungu Abrahamu atujie msaada na tupatie mahitaji za mioyo yetu. Tunajua kila mtu yuko na mahitaji zake. Kila mtu yuko na vitu vingi anataka kubarikiwa, yuko na vitu vingi anataka kufanya. Mimi habipati, habarikiwi wala haponi juu ya nini? Tuko na dhambi juu yetu. Mungu aturehemu sana. Sauve, sauve.